Salimia na kukubariki wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vizuri vinavyorushwa na channel ya SAVP kutokea hapa Dodoma. Bwana na akubariki na ninakukaribisha unaposhiriki nasi pamoja katika mbaraka wa hili somo linalosema mawanda ya baraka, ama kwa lugha ya kigeni the domains of blessings, mawanda ya baraka. Hapo ulipo ninakusihi, kabla hatujaanza kuingia ndani katika kulichambua somo letu, basi na tuamini tukimwomba Mungu. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu wa mbinguni, asante kwa wasaa mzuri. Ninambariki kila mmoja atakayepata muda na wasaa wa kutazama kipindi hiki na somo hili la mawanda ya baraka. Liinue neno lako pekee, lilete tafsiri, lijitetee lenyewe, na litakapokuwa likikamilika litengeneze kanuni ya uaminifu kwa yule atakayekuwa amelisikiliza, kwa uweza na nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Nimekuomba na kukushukuru kwa jina lake Yesu Kristo, amen. Kitabu cha Mwanzo ndicho kitabu cha kwanza kabisa katika mpangilio wa Biblia, na hasa Biblia za matoleo yote. Kitabu hiki cha Mwanzo au Genesis ndio kitabu cha kwanza. Kitabu hiki ni cha pekee, maana ndani yake kimebeba karibu mafundisho makuu yote unayoweza kuyapata ndani ya madhehebu yote. Ni katika kitabu hiki cha Mwanzo ndipo utapata habari za Mungu na kazi zake. Ni katika kitabu cha Mwanzo ndio utajua fundisho juu ya mwanadamu, tangu alipoumbwa akiwa na asili ya ukamilifu mpaka alipotenda dhambi na ile asili ya ukamilifu ikaondoka, naye akawa ni kiumbe anayezaliwa chini ya kongwa la dhambi. Lakini katika kitabu cha Mwanzo utalipata somo la wokovu. Katika Mwanzo 3:15 anaposema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, na huo utakukanyaga kichwa nawe utamponda kisigino. Somo la wokovu linapatikana katika kitabu cha Mwanzo. Hata ukisoma Mwanzo 3:20, Bwana Mungu akamfanyia Adamu pamoja na mkewe mavazi ya ngozi ya mnyama akawavika. Somo la haki kwa imani linapatikana katika kitabu cha Mwanzo. Lakini mwenendo wa maisha ya Mkristo umesimuliwa vizuri katika kitabu cha Mwanzo, katika maisha ya wale tunawaita mababa wa imani, the patriarchs, wazee wa imani: Yakobo, Ibrahimu, Isaka. Maisha ya Yusufu, maisha ya Musa yamewekwa vizuri na kuelezewa vizuri sana mpaka kuelekea kwenye kitabu cha Kutoka. Yamejengwa kujifunza habari za kina juu ya mwenendo wa maisha ya Mkristo. Ndani yake yamezungumzwa mambo ya ndoa, yamezungumzwa mambo ya wizi, yamezungumzwa mambo ya mavazi, yamezungumzwa vitu vingi sana katika kitabu cha Mwanzo. Lakini katika kitabu cha Mwanzo unaona kuzaliwa kwa mataifa mbalimbali, mataifa kama Misri, Ashuru, Babeli, yote unayapata kama Uru ya Wakaldayo katika kitabu kile cha Mwanzo. Sodoma na Gomora katika Mwanzo 14 na 13 unapata. Kwa kitabu cha Mwanzo kinatuonyesha hata mianzo ya mataifa mbalimbali. Kitabu cha Mwanzo kimebeba matukio ya siku za mwisho, kimezungumza mambo ambayo kwa hayo katika mfano wake yatatokea tunapoelekea kufunga historia ya dunia, kitabu cha Mwanzo. So hata somo letu la leo la mawanda ya baraka, the domains of blessings, linapatikana na litajengwa kutoka katika msingi wa kitabu kile cha Mwanzo. Na pamoja nawe nitasoma katika Mwanzo 1 ule mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mwandishi anaeleza vizuri katika kitabu cha Mwanzo ile 1 mstari wa 26, wakatawale. Hili neno kutawala tungekuwa tuna paraphrase, tunajazia tena maneno kwa tafsiri yetu ya kawaida, ningerahisisha akasema, Mungu akasema, nao wakawe na mawanda juu ya vyote vinavyotambaa juu ya uso wa nchi. Yaani hiyo neno wakavitawale, neno lake jingine wakawe na mawanda, wakawe na upana wa kuvimiliki na kuvitawala. Kwa hiyo Mungu anatoa tamko la mawanda katika Mwanzo 1:26. Lakini Mwanzo 1:27 na 28, wazo la pili katika somo letu linakuja, somo linalosema mawanda ya baraka. Anasema hivi, mstari wa 27 anasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume aliwaumba. Sasa 28, hawa wawili walioumbwa Mungu anasisitiza aliwafanya nini? Biblia inasema
Mungu akawabarikia. Sikia hilo neno, Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa Mungu anasema, Biblia inasema Mungu akawabarikia. Alipowabarikia akawaambia, lugha sahihi itakiwa iwe akawaamuru, yani akacommand, akaweka amri ya kwamba hao watu kwa sababu wamebarikiwa sasa wakawe na mawanda ya baraka, wakazae na kuongezeka, wakazidishe sana katika kila kitu kitakachokuwa chini ya mawanda yao kikazidi. Let it go and multiply under the command of God himself. Yani ile neno akawabarikia alicommand. Neno kubariki nitakapoenda kuanza kulichambua utalishangaa maana ya baraka. Unajua mahali kwingi tumekuwa ukishikana na mtu mkono kanisani, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Ukituma hela kwa mama yako atakwambia, mwanangu Mungu akubariki. Ukimtumia hela baba, utasikia baba anasema, mwanangu Mungu akubariki. Ubarikiwe, ubarikiwe. Basi hili neno ubarikiwe kila mtu analisikia kila siku, lakini je, hili neno maana yake ni nini? Mtu anasema ubarikiwe. Ndio sasa hapa katika Mianzo Mungu anasema akawabarikia, alafu akakomandi, akaamuru, akasema zaeni mkaongezeka. Aliiweka amri ndani ya, yani ile baraka ni amri. Akakomandi kwamba kila kilichokuwa chini ya mawanda yao, kilichokuwa chini ya mipaka yao ya kumiliki, basi kikazae na kuongezeka. Hiyo ndio baraka walioipata. Utagundua hili neno zaeni mkaongezeke katika Biblia, hasa Agano la Kale, limetokea mara mbili tu, kwenye Mwanzo 1:28, lakini kirai zaeni mkaongezeke kimetokea mara ya pili katika Mwanzo sura ya 9 na ule mstari wa kwanza. Hebu sikiliza tena, kabla hili neno zaeni mkaongezeke lilipotokea, Mungu alitangulia kulisema neno gani? Mawanda ya baraka. Ndicho kichwa chetu cha somo. Katika Mwanzo 9:1 Biblia inasema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kwa hiyo utakuja ugundue, kabla neno zaeni mkaongezeke halijaingia ambalo limetokea mara mbili, neno lililotangulia ni baraka. Yaani Mungu akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze na kuitiisha nchi. Kwa hiyo utakuja ugundue zaeni mkaongezeke ni komandi, ni amri ya baraka. Yaani inatokana na shuruti ambayo Mungu alisema katika wazo la kubariki. Kwa hiyo unaposikia baraka ni command, ni amri ya kuzaana na kuongezeka. So ukimpa baba yako hela ukamtumia akasema mwanangu ubarikiwe, maana yake baba ana command, anaamuru baraka zije kwako. Ndio maana yake halisi. Na ndio maana leo tunashughulika na hiki kipengele kinachosema mawanda ya baraka. Ngoja kidogo niweke nukta, ni share na wewe wazo fupi ambalo natamani ili wazo likukae kabisa kichwani. Imeonekana wazi ya kwamba tunapoongea tu baraka, basi watu kimbilia habari ya fedha, magari tulionayo, majumba tulionayo, mashamba tulionayo, hela zilizoko benki tulizonazo, uzuri wa kazi tulizonazo, vyeo tunavyovimiliki. Yaani watu wanaposikia tu neno huyu mtu amebarikiwa, akili yao yote inakimbia katika material possession. Na hatuwezi kulaumu huo uelewa, kwa sababu ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu wa kugombania. Nani anacho, nani hana, nani kamzidi mwenzake, nani hajamzidi mwenzake, nani ana hiki ambacho kwa hicho huyu hana, au ikiwa wote wanacho, cha nani ni bora zaidi, nani anahubiri kuliko mtu mwingine, nani anaimba vizuri kwenye kwaya kuliko mwingine. Yaani wanadamu tunaishi katika kitu tunaita comparative world, ni ulimwengu wa malinganisho. Unataka kulinganisha, hata tunagombanishana sisi kwa sisi kwa sababu tunapenda kugombanisha. Akihubiri huyu akatoka, akaja mwingine akahubiri, wanadamu wanataka walinganishe. Huyu pasta ametubariki sana kuliko yule. Ni lugha tu za wanadamu za kuonyesha ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu wa kunyang'anyana, ni ulimwengu wa mapambano. Huyu ana hiki, huyu ana hiki. Basi tunaishi katika ulimwengu huo. Lakini nataka kusema neno baraka linaenda mbali. Labda nianzie kwenye pointi hii. Wapendwa, Mungu aliweka kanuni za maisha ambazo hazianguki kwenye dini yoyote. Yani there are certain principles which cannot be taken as a prejudice of another religion. Yani dini nyingine ichukue kama fahari yake. Kanuni ambayo Mungu ameweka haina madhehebu, ni kanuni ya kufanya kazi kwa bidii. Ukifanya kazi kwa bidii, haijalishi dhehebu unalosali,
Haijalishi wewe ni Muislamu, haijalishi wewe ni Mbudha, haijalishi wewe ni Muhindu, haijalishi wewe ni kutoka kwenye Shintoism, haijalishi wewe ni Mkristo, wewe ni Myahudi, unatoka kwenye dini ya Uyahudi, haijalishi unatoka kwenye dini nyingine za Kiafrika. Yani unapofanya kazi kwa bidii bila kujali dhehebu lolote unalosali, kanuni ya kufanya kazi kwa bidii hiyo itakuletea mafanikio. Yani mtu anayeamka saa 11 asubuhi, haijalishi yeye ni dhehebu gani, anapoondoa mguu wake kwenda mapambanoni, akiingia shambani akalima, automatically kanuni iliyopo ambayo Mungu aliiweka, utavuna. Bila kujali ulienda kanisani au kwenda kanisani, bila kujali uwe unasali wala hausali. Kanuni ni kwamba ukifanya kazi kwa bidii utapata. So swala la kupata, kufanikiwa halihusiani na dini. Naomba nieleweke vizuri. Yani kanuni ya kufanya kazi kwa bidii, hata kama angekuwa ni muabudu sanamu, lakini anafanya kazi kwa bidii, kanuni iliyopo, anaifanya kazi kwa bidii, atapata. Mtu anayechukua fedha yake akawekeza kwa akili, atapata. Hilo swala la kupata halihusiani na dini. Naomba nieleweke kabisa vizuri hapo, na narudia kwa kukazia ili usije ukanielewa vibaya, kwamba kanuni Mungu aliyoiweka, universal principle, so long as materialism is concerned, ni kwamba whoever works or whoever is at working will always be successful. Yoyote atakayefanya kazi kwa bidii, huyo siku zote atafanikiwa. Sasa si kila mafanikio mtu alionayo ni baraka. Hii sasa iweke kama nukuu ya kuishika. Narudia tena, si kila mafanikio mtu alionayo ni baraka, kwa sababu ndio maana kuna watu wengine ni sio waabudu Mungu wa mbinguni kabisa, hawamjui Mungu wa mbinguni, hawajui mlango wote wa kanisa, lakini wapendwa, wana mali, wana ukwasi, ana magari, ana majumba, watoto wanasoma nje ya nchi, ana nini, ana kila kitu, lakini mpaka unajiuliza, mbona huyu sio mcha Mungu? Kwa nini anavyo hivi vyote? Ni kwa sababu swala la kufanikiwa katika mali za dunia limejengwa katika kanuni ya kufanya kazi kwa bidii. Na ndio maana hata Mungu anasema asiyefanya kazi na asile. Lugha nyepesi ni kwamba asiyefanya kazi hata kula. Hiyo ndio komandi, kwa sababu usipofanya kazi, food shall not be brought at your table. Chakula hakitaletwa mezani kwako. Kwa hiyo hilo naomba lieleweke. Lakini leo mimi nataka nikupeleke mbele kwa uwezo wa Roho Mtakatifu uweze kung'amua na kujua nini maana ya neno baraka. Na hapa sasa naanza kulifafanua neno baraka baada ya kukutofautishia kati ya mafanikio na baraka. Mafanikio ni hard working. Yaani ukimkuta mtu ana gari 4, ana nyumba 5, ana viwanja 7 pale, huyo ni mchapakazi kwa bidii. Si kwamba amebarikiwa. Japo wapo hao tena wenye mali ambazo za kwao sasa tunaziita baraka. Kwa nini tunaziita baraka? Naomba sasa hapa unielewe kidogo. Nitumie mifano michache ya Biblia. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 25, naomba nisome hapo, nisitoe tu maneno yangu mdomoni. Naomba nitumie neno la Mungu ambao ni mamlaka yake kukusaidia kuweza kuelewa. Mwanzo sura ile ya 25 ni kisa kinachomhusu Ibrahim when he was parting ways with his kids. Alipokuwa anaagana sasa na watoto wake, maana mwisho wake wa kuishi ulikuwa umekaribia. Wazee wa zamani, moja ya kitu walichobarikiwa ni kama Mungu aliwajulisha saa zao za kufa. Kwa hiyo mara nyingi utaona ni kama watu walikuwa wanajiandaa, wanajua kifo kinakuja, so atakaa na watoto, atagawa urithi wake, atawapatia maneno yake ya mwisho kama ushauri na wosia. Baada ya hapo Biblia itakwambia akalala na kuzikwa pamoja na baba zake. Hiyo ndio sentensi kwenye Biblia inayotumika. So ukisoma katika Mwanzo sura 25 inatuambia kwanza Ibrahimu baada ya kuwa ameshamzaa Ishmaeli kama kijana na Isaka kama mtoto wa ahadi wa baraka ya Bwana, baadaye Ibrahimu alimuoa mwanamke anaitwa Ketula. Alipomuoa mwanamke anaitwa Ketula, mwanamke wa Kimidian, Ibrahimu akazaa kutoka kwake wana 6. Hao watoto 6 aliowazaa wameorozeshwa majina hapa vizuri sana. Mmoja aliitwa Zimlani, mwingine akaitwa Yokshan, mwingine akaitwa Medani, mwingine akaitwa Midian, mwingine akaitwa Ishbak, pamoja na mwingine aliitwa Sua. Hivyo tu Sua, watoto 6 wa kiume. Waandishi wa Biblia wamejaribu kupendekeza walikuwemo na watoto wengine wa kike, maana tamaduni za zamani za watu wa Mashariki ya Kati zilikuwa zimhesabu mtoto wa kike katika wana waliozaliwa na mwanaume. Ndio maana utaona hata Yakobo anahesabika kama alikuwa na watoto 12, lakini alikuwa na mtoto wa kike mmoja anaitwa Dina.
Kwa hiyo Yakobo alikuwa na watoto 13, lakini mpaka leo utasikia kabila 12 za Israeli Dina ahesabiki katika wale watoto wa Yakobo, maana utamaduni wa kipindi kile mwanamke alienda kuhesabikia kule anakoenda kuzaa na kuongezeka, huo ndio ungeenda kuwa ukoo wake. Huku kwa baba alikuwa tu anaagwa na kuondoka, hakuwa na sehemu ya urithi. Sasa katika fungu la 5 naomba nikusomee sasa hapa. Fungu la 5 Mwanzo 25 anasema Ibrahimu akampa Isaka yote. Sikiliza hilo neno. Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Lakini wana wa masulia aliyokuwa nayo Ibrahimu akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe wakati wa uhai wake, waende pamoja pande za mashariki mpaka nchi ya Hedem. Nao Biblia inasema Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Ukisoma vizuri Biblia, lugha iliyotumika akampa yote, kama alimpa yote, ni nini kilichobaki hata awape hao watoto wake wengine? Ndipo utakapoanza kuielewa Biblia vizuri, ya kwamba mzazi alipokaribia kufa aliita watoto wake ili kuwabariki. Ibrahimu anapoita watoto wake ili awabariki, Biblia yako na ya kwangu inasema kwa Ishmaeli na wale watoto wa Ketula wale 6 wote akawapa gifts, akawapa zawadi. Kwa lugha nyingine aliwapa material possession, aliwapa ngamia, aliwapa ng'ombe, aliwapa kondoo, aliwapa mbuzi, aliwapa punda, akawapa pamoja na wafanyakazi wa kwenda nao. Sasa nyie chukueni hizi mali, nendeni. Lakini Isaka hukusikia kwamba alipewa gift, hujasikia kwamba alipewa material possession. Isaka akampa yote aliyokuwa nayo. Ibrahimu alikuwa na nini? Ibrahimu alikuwa na hiki hapa. Kumbuka Ibrahimu anapoenda, Mungu anaambia Ibrahimu, uko utakakokwenda mimi Mungu nitakubariki, na yeye atakaye kubariki nami nitabariki, na yeye atakaye kulani nami nitamlani. Ibrahimu alipokuwa anatembea, moja utajiri mkubwa aliokuwa nao ni tamko la Bwana, the declaration of a blessing, ni tamko la baraka, kwamba kokote utakakokwenda baraka zangu zitakuwa pamoja nawe. Na neno baraka haliingii moja kwa moja kwenye material possession, ni tamko, ni amri ya vitu kuongezeka, ni amri ya vitu kuzidi, ni amri ya matokeo makubwa kutokea katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana unagundua Ibrahimu naye anapomuita Isaka anamwekea mikono na kumpa yote aliyokuwa nayo. Kwa lugha nyingine, Ibrahimu akambariki Isaka, na anapombariki Isaka, Isaka anatembea na the command, anatembea na tamko. Sio kwamba Isaka anatembea na ngamia na punda na ng'ombe na mbuzi. Isaka anatembea na tamko, mawanda ya baraka. Yaani maisha yote ya Isaka yanazungukwa katika the realm of blessing or the dominion of blessing. Kokote anakokwenda, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kumezungukwa na tamko la baraka. Yaani Isaka akifika mahali akalima spinach, lazima atabarikiwa, maana ile spinach inalimwa katika mazingira ya tamko la baraka za baba yake. Ibrahimu akambariki, lakini hawa wengine akawapa zawadi, akawapa ngamia, akawapa ng'ombe, akawapa punda, lakini tamko la kubariki akaliweka kwa Isaka mwanae. Kwa hiyo Isaka kila atakachokifanya kitanyanyuka, maana kiko chini ya tamko la baraka. Na kushukuru kwa unavyonifuatilia na kuzidi kuelewa kile ninachokimaanisha. Sasa ngoja niende katika kielelezo cha pili kukujengea mfano ulio hai. Biblia inasema Isaka akazaa watoto wawili, akapata watoto wawili. Mmoja akaitwa Esau au Edom, maana alikuwa ni wa rangi nyekundu na alikuwa na nywele nyingi. Wa pili akaitwa Yakobo. Na hao watoto wawili wanapozaliwa, Biblia inasema kila mtu akachagua kazi yake. Mmoja akawa mwindaji, mwingine akawa ni a kitchen boy, mommy's boy. Yani mtoto wa mama, yuko jikoni muda wote. Yakobo, fuata chumvi. Yakobo, kaniletee kitunguu. Yakobo, kaniletee hiki. Yakobo, kanichinjie hiki. Yakobo. Kwa hiyo Yakobo akawa ni mtu wa mama. Sasa saa inapofika, Isaka ule mbaraka aliyopewa na baba yake anatakiwa sasa auachie uende kwa mwanae anayemtaka mwenyewe. Isaka anajiandaa, anamwambia Esau, nenda ukaniletee windo, nenda ukawinde mnyama utakayempata, uniletee, unipikie nile. Ili fungu linataka kudhihirisha tabia iliyokuwa inaendelea, kwamba mara nyingi Esau alipoenda kuwinda, alipopata mawindo, kuna aina ya mnyama ambaye kila mara alipokuwa akipata anamletea baba yake na kufurahi. Kwa hiyo walikuwa wamejenga bond kati ya baba na mtoto, kwamba Esau alikuwa akienda polini kuwinda, analeta nyama poli nzuri ambayo baba alikuwa anaenjoy. So baba anapotaka kumbariki, ambia Esau, do as you have always been doing. Fanya kama ambavyo umekuwa unafanya kila wakati. Nenda lile windo ninalolipenda kaniwindie, ukilipata nilete ili niweze kufurahi. Alafu baba akamalizia nikubariki. Sikia hilo neno sasa.
mama mtu akasikia, mke sasa wa Isaka, Rebeka anasikia. Rebeka anaposikia anamwambia Yakobo, sikiliza, hiyo baraka ni lazima ije kwako, maana nikijifungua Mungu wa mbinguni alilitamkia kwamba mdogo atamtawala mkubwa. Kwa hiyo ili wewe mtawale kaka yako, lazima hizo baraka zije kwako. Biblia yangu na kwako inasema Yakobo akajivika ngozi ya kondoo, akabeba chakula kitamu, kapeleka kwa baba yake. Alipeleka, achana na kile kisa cha Esau kuuza uzaliwa wa kwanza, hicho wewe achana nacho. Nimeruka hapo kwa sababu hatuna muda sana wa kutosha, tutaliangalia hilo siku nyingine. Kwa nini Yakobo alimtriki Esau kuuza uzaliwa wake wa kwanza? Hiyo tutaiangalia siku nyingine, hiyo prototokos, mzaliwa wa kwanza maana yake nini. Sasa Yakobo anapoingia mule ndani, baba yake anamuuliza swali, wewe ni nani? Yakobo anasema mimi ni Esau. Babake sasa njoo nikushike. Anapomshika anasema sauti ni ya Yakobo lakini mwili ni wa Esau. Mara ya pili baba yake anamuuliza, hakumuuliza mara ya tatu. Sasa hapa kuna kitu tunaita prima facie. Prima facie ni pale ambapo Biblia inakutaka uweke uhalisia wa kutazama jambo katika mazingira ya kawaida. Naomba nitumie yako kafursa kadogo tu, na mimi tu katika ubinadamu wangu nilitazame hilo katika uhalisia wa maisha ya kawaida, kwamba ikiwa mimi hapa nipo Tungaraza, hata nikiwa nina watoto watatu wa kiume, hata kama wawili wote ni mapacha, siwezi kushindwa kutofautisha watoto wangu, hata kama sioni, even if I am dumb blind. Yani niwe kabisa macho yangu hayaoni, nishindwe kutofautisha watoto wangu wawili, siwezi. Isaka anapomuuliza Yakobo, si kwamba Isaka hakujua. Isaka alijua kabisa kwamba huyu ni Yakobo mjanja tu, huyu kajiingiza. Lakini kwa kuwa saa ya kutoa baraka ilikuwa imefika, na alikijua kisa cha Esau kuuza haki ya uzaliwa wake wa kwanza, Yakobo akumuuliza Isaka akumuuliza Yakobo mara ya tatu. Maana angemuuliza mara ya tatu, namba tatu kibiblia ina maana pana sana. Angemuuliza mara ya tatu na Yakobo akadanganya, kumbuka kabisa vizuri, Yakobo angetembea na laana. Ndio maana unagundua hata Petro anapoambiwa utanikana mara tatu, lile lilikuwa ni tamko ambalo lilihitaji neema sana ya Yesu Kristo ili Petro aweze kugeuzwa nia amfuate tena Kristo baada ya msalaba. Ndio maana unaona Yesu Kristo aligeuka pale msalabani akamtazama Petro. Biblia inasema lile neno kumtazama wanatumia neno la Kiyunani adeipo. Adeipo ni kutazama kwa kugawa neema, yani nimetazama kwa kukusamehe. Yesu ilibidi ageuke amtazame Petro kwa msamaha. Ndio unaona Petro baada ya hapo sasa anabadilika na kuwa mwinjilisti wa kimataifa akifanya kazi ya Mungu kwa bidii. Hata anapotaka kufa, masimulizi ya mababa yanasema, Petro anasema, mimi msiniue kama Yesu. Yesu mlimsulubisha hivi, mimi mnisulubishe kichwa chini miguu juu. Now, rudi hapa. Yakobo anaulizwa mara ya kwanza, wewe ni nani? Mara ya pili akaulizwa, wewe ni nani? Baba yake akumuuliza mara ya tatu, maana angemuuliza mara ya tatu, narudia, kama Yakobo angedanganya tena, badala ya baraka Yakobo angelaaniwa. So baba yake anajua huyu ni Yakobo, lakini hamna namna, ananyoosha mikono yake, anamwekea baraka, anapombariki. Esau anapokuja kwa baba na kumwambia baba nibariki, baba yake anamwambia tayari nimekwisha kumbariki Yakobo. Kwa lugha nyingine, nimetoa tamko la baraka kwenda kwa Yakobo. Yakobo hakupewa ng'ombe, hakupewa mbuzi, hakupewa ngamia, hakupewa ardhi, hakupewa chochote. Mikono tu baba aliweka akasema nimekubariki. Neno la Kiebrania ni neno habracha. Yaani kwa lugha nyingine habracha aba bara, baba yako nimekutamkia baraka. Ndio neno la Kiebrania habracha, yani I your father has commanded the blessing upon you. Mimi baba yako nimeamuru baraka juu yako. Ndio maana Esau anapokuja, Yakobo anakimbia. Akikimbia, alikimbia na fimbo tu mkononi. Hana mke, hana mtoto, hana ng'ombe, hana mbuzi, hana ngamia, hana mlinzi. Yakobo na ndala yake na kanzu yake, anakimbia ameshika tu fimbo mkononi, hana chochote. Na Yakobo anapoenda usiku ule anaolala ameweka jiwe lake la mchago, Biblia inasema akaona malaika wakipanda na kushuka. Yakobo akasema hayumkini mahali hapa Mungu yupo. Mahali pale akabaita Betel, maana au Beit Eli, maana yake ni nyumba ya Bwana. Kiswahili kilichounganishwa tunaita Betheli, lakini ni Beit Eli, yani maana yake ni nyumba ya Bwana. Sasa naenda mwisho, nifuatilie kwa makini. Yakobo hakuondoka na ng'ombe, hakuondoka na mbuzi, hakuwa na ngamia, hakuwa na dhahabu, hakuwa na fedha, hakuwa na chochote. Yuko peke yake, hana mtoto, lakini aliondoka na tamko la baraka, the command of a blessing. Yakobo anapoenda, Biblia yako na ya kwangu yote inatueleza wazi. Alipofika, akapata mke wa kwanza, wa pili,
suria wa kwanza, suria wa pili. Sijui kupata wake wengi kama ni baraka, hilo mimi sijui, lakini nakuelezea maisha ya Yakobo ambaye aliondoka bila mke, akarudi ana wake wawili na masuria wawili. Lakini Yakobo akarudi na kundi la mbuzi, akarudi na kundi la kondoo, akarudi na makundi ya wanyama mengi. Yakobo akarudi na watoto 12, 12 good sons. Yakobo wote akarudi nao, na mtoto mmoja tena wa kike Yakobo akarudi naye. Kwa nini? Aliondoka na tamko la baraka, na kila alichokifanya Yakobo kiliongezeka. Kila aliposhika mbuzi wawili wakawa 4, 4 wakawa 8, 8 wakawa 16, 16 wakaleta 24, wakawa wana multiply. Maana tamko la baraka lilikuwa limetamkwa kwake. Haikuwa swala la mali, lilikuwa ni tamko, the command of a blessing. Ndio maana somo letu la leo nasema mawanda ya baraka, the domain of the blessings. Weka kituo sasa ninapoelekea mwisho. Nini maana ya baraka? Baraka ni tamko. Baraka ni amri. It is a command. Wengi tumekariri kwamba kuna amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu hizi tuwe tunaweka wazi ni amri za Mungu zinazoshughulika na maadili. The moral law. Amri ambayo inashughulika na uchakataji wa maadili katika mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, na mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Lakini nje ya hiyo kuna sheria nyingine nyingi sana. Moja wapo ni the principle of the blessing, amri ya baraka. Baraka, wapendwa, ni tamko ambalo ndani yake litafanya kazi popote. Yaani mtu aliyebarikiwa anaenda popote. Unajua watu ambao wana mafanikio yao yanatokana na kitu kimoja tu, na atakaa hapo hapo. Ikitokea hata vurumai la kiuchumi likapiga, kama huu ni mchimba dhahabu, ikatokea vurumai imepiga dhahabu zimechenga hapo, utamuona anaisha juu mpaka chini, na chote alichokuwa nacho kimeisha. Lakini mcha Mungu aliyetembea na amri ya baraka, hakienda kwenye dhahabu ataipata. Dhahabu zikifeli akaenda kwenye kilimo atapata. Kwenye kilimo pakifeli akakimbia China atapata. Kwa nini? Anatembea katika mawanda ya baraka. Anatembea katika umbile la tamko. Kwa hiyo chochote atakachokifanya kitabarikiwa. Na sio tu yeye. Watoto wake watabarikiwa. Watabarikiwa tabia, watabarikiwa kesho yao. Akikaa kwenye uongozi, utaona kila mtu anafurahi kuongozwa na yeye kwa sababu anatembea katika amri ya baraka. Akikaa kuchunga, kama ni mchungaji popote pale, watu watamfurahia kwa sababu anatembea katika amri ya baraka. Akijihusisha na chochote, utaona popote anapokwenda watu wanasema hakika hii ni baraka ya Bwana tumeletewa. Ndivyo Yusufu alivyotembea, alipokanyaga tu malango ya ikulu kutoka gerezani. Can you imagine from being a prisoner for almost those years and only for the first time to have his foot stepped into the palace. Yani mara ya kwanza nyayo zake zinakanyaga ikulu. Farao mwenyewe anakiri, anasema tumpate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Bwana anakaa ndani yake? Kwa sababu Yusufu alitembea katika mawanda ya baraka. Alipokuwa gerezani alikuwa baraka, kawatafsiria watu ndoto akawa baraka. Anapotoka gerezani, anapoingia kwa Farao akawa baraka. Ndugu zake walipokuja wakati wa njaa akafanyika baraka kwao. He became a blessing in whatever or in whatever endeavors he undertook. Chochote alichokifanya kwake kikageuka kuwa baraka. Sasa nyie wote mmewahi kusikia, ngoja nifunike na Biblia yangu hapa. Mmewahi kusikia familia fulani walikuwa na fedha, walikuwa na mali, walikuwa na ukwasi. Mmekuwa nao labda mtaani au kijijini kwenu. Mzee fulani alikuwa na matrekta 8, kijiji kizima kinakodisha kwake, mashamba, magara ya chakula. Kwake ndio palikuwa makimbilio ya kila mtu. Wao wote katika mazingira yetu ya Kitanzania tunafahamu hivyo, kuna watu walikuwa na ukwasi. Lakini hao watu walipokufa, mali waliokuwa nayo yote ilipotea na kusambaratika. Kwa nini ilipotea na kusambaratika? Kwa sababu moja tu, kama umeelewa hili somo, walikuwa wamefanikiwa kwa uchapakazi, ila hawakuwa na baraka. Moja ya dalili ya kwamba unatembea katika mawanda ya baraka ni kwamba Mungu alichokiamuru huwa kinadumu na hakiharibiki, hakiliwi hata siku moja. Yaani mtu aliyebarikiwa, baraka huwa inaenda kizazi hata kizazi. Ndio maana Mungu akasema nami na warehemu na kuwabariki maelfu ya wale wanipendao hata kizazi cha 3 na cha 4. Yaani what does it mean? A blessing can be inherited from one generation to another, kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi
kingine. Baraka huwa inadumu, lakini mafanikio yule aliyeyapata siku akifutika, na nyie mmefutika. Ndio maana nyie ni mashahidi. Kuna watu walikuwa mabilionea hapa Tanzania, leo familia zao ziko mahakamani, zina kesi, wanagombania mirathi. Miradi waliokuwa nayo leo yamegeuka kuwa mapango tu, buibui wamo humo ndani, na hivi kesi. Familia zilizokuwa matajiri wanashtakiana, hisa wanadai, kampuni baba zao walizoziacha zinaanguka kila siku, zinaenda kuwa mufris. Kwa nini? Maana waliokuwa navyo walikuwa wamefanikiwa, hawakuwa wamebarikiwa. Mimi nataka nikusii, unapolisikiliza hili somo na kulitafakari, Roho Mtakatifu anapokusaidia kulitafsiri, litoke katika lugha yangu ya kibinadamu na udhaifu wangu, liingie katika lugha ya Mungu mwenyewe, likukomaze. Mungu na akusaidie ujifunze kukaa miguuni pa Yesu na kuitafuta baraka, alafu baraka itakayokuwa na uchapakazi ndani yake. Hapo ndipo utaona mkono wa Bwana ukifurika katika maisha yako. Ndio maana Mwanzo 26 mstari wa 5 Mungu anatoa tamko kwa Isaka. Sikiliza hili tamko nao utalipenda. Anasema kwa sababu Ibrahim, ngoja nisome kuanzia mstari wa 4. Mungu anasema, anamwambia Isaka, nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote wa dunia yatajibarikia. Kwa nini? Fungu la 5. Kwa sababu Ibrahim aliisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Kwa lugha nyingine, Ibrahimu alitembea katika mawanda yangu ya baraka kwa sababu ya uaminifu wa baba yako Ibrahimu. Nawe Isaka pia ninakubariki. Kwa hiyo baraka inahama kutoka kizazi cha Ibrahimu inaenda kizazi cha Isaka, na baadaye unaona inatoka kizazi cha Isaka inaenda kizazi cha Yakobo, na baadaye unaona inatoka kizazi cha Yakobo inaenda kizazi cha Yuda, na kuendelea mpaka unamuona Daudi anatokea katika hiyo familia, naye anakuja kubarikiwa kutoka katika familia ya Yuda. Baraka ilikuwa inahama kutoka kizazi hata kizazi. Nataka nikusii, tukae miguuni pa Yesu, tuwe waaminifu wapendwa, tusimame hapo kwa uaminifu. Tamko la baraka likifanywa na Mungu, kila tutakachoshika, popote tutakapoenda, popote tutakapokuwa, utumishi wowote utakaoletwa mbele yetu, popote, kijijini ama mjini, porini ama maeneo ya mabarabarani, popote, ng'ambo ama ndani ya nchi, popote tutakapokuwa, kwenye cheo hata nje ya cheo, popote tutakapokuwa, kwenye biashara kubwa ama kwenye biashara ndogo, tamko la baraka likifanywa na Bwana, nataka nikwambie, hiyo baraka itadumu na itahama kutoka kizazi na hata kizazi. Na Bwana akubariki kwa neno hili unapojifunza kukaa katika mawanda ya baraka, katika jina lake Yesu Kristo, amen. Fanya agano katika maneno haya ambayo Bwana ametuangazia mchana wa leo. Basi tuamini tukiomba. Baba mtakatifu wa mbinguni, ninakulilia tena, ikiwa neno hili ambalo ni mbegu yako ya uzima limepata nafasi katika moyo wa yule aliyelisikiliza hili somo, limetengeneza mbegu na kuchipusha hamu na kiu ya kukaa miguuni pa Kristo, ninaomba Bwana, tangu sasa mimi niliyehubiri na wale waliosikiliza, tukae miguuni pako, tutembee katika mawanda ya baraka. Nyanyua tamko moja la baraka katika maisha ya mtu fulani aliyekubali kugeuza maisha yake yatoke kwenye mafanikio yaende kwenye baraka. Basi mawanda ya baraka na yakamfuate kwa tamko ulilolifanya, nasi tumelipokea kwa imani, kwa jina lake Yesu Kristo, amen.